Nasaha 24 TV. Uzangu, siku ya Ijumaa kama ilivyo kwetu sisi Waislamu ndio siku yetu kubwa katika wiki, kiibada, kimkusanyiko na kufahamishana yale yote muhimu katika nyakati hizi. Ndio siku maalum kabisa yenye kuweza kutukusanya, na ndio siku maalum kabisa yenye mambo mengi yenye faida ndani yetu, ikiwemo hata ule muda ambao Muislamu haombi dua isipokuwa inajibiwa moja kwa moja. Ndani ya nchi yetu ya Tanzania kwa sasa, jambo zito na muhimu ni uchaguzi mkuu wa nchi yetu unatarajiwa kufanyika baada ya siku takriban 5 kutoka leo, ambapo itakuwa ni tarehe 29 ya mwezi huu wa 10 2025. Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika sura ya pili, suratul Baqara, aya ya 126, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarat. Mungu anatuambia kwa kumnukuu mtume wake, baba wa mitume, Nabiiullah Ibrahim alayhi salam, pale aliposema akimuomba Mola wake kwamba, ewe Mwenyezi Mungu, jalia mji huu uwe na amani, na vile vile uwaruzuku watu wake neema nyingi na mafanikio mbalimbali katika mambo yao. Tunamuona Nabii Ibrahim pamoja na kujua uzuri na utamu wa hali nzuri ya kiuchumi kwa maana ya fedha na vitu vingine tofauti, lakini aliomba la kwanza kwa Mwenyezi Mungu ni amani. Alimuomba Mwenyezi Mungu amani kabla hajamuomba thamarati. Thamarati maana yake ni neema mbalimbali, iwe za kiuchumi na mengineyo mengi. Lakini Nabii Ibrahim alianza kuomba amani, na aliomba si kwa mji wote mwingine isipokuwa kwa Ummul Qura, mama wa miji yote ambao ni mji wa Makkatul Mukarrama. Nabii Ibrahim aliombea mji wa Makka kwamba Mwenyezi Mungu ajalie mji ule uwe mji wa amani. Ile Nabii Ibrahim kuanza na amani kabla ya kuanza na neema tofauti ni kiashirio kwamba amani ni kikubwa kuliko utajiri, kuliko chochote kingine, kwamba amani inatakiwa yenyewe ianze kwanza. Kwani pale ambapo mtu atashishiwa neema lukuki, lakini muda wote ikawa milio ya risasi inasikika, ikawa hajui hata mali zake azitunze kwa usalama wa namna gani, na nafsi yake na familia yake hajui itakuwa katika usalama wa namna gani, basi hata ule utajiri atakaokuwa nao unakuwa hauna raha kwake na hauna mantiki, kwa sababu uwepo wa hali hiyo ya kukosekana amani kwa muda wowote unaweza ukaathiri hata utajiri alionao. Kwa kulijua hilo, baba wa mitume akamuomba kwanza Mwenyezi Mungu amani, kisha akamuomba neema. Na ndio hali ambayo tunaishuhudia katika mji wa Makkatul Mukarrama, ni mji ambao uko katika amani kutokana na dua ya Nabiiullah Ibrahim alayhi salam. Ni mji ambao tunajua nchi ya Saudia alhamdulillah imejaliwa neema lukuki, utajiri mkubwa, yote kutokana na dua ya baba wa mitume Khalilullah Ibrahim alayhi salam. Ndugu zangu, dua hii ya Nabii Ibrahim inaashiria nini? Inaashiria kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kuangalia zawadi ya amani ambayo Mwenyezi Mungu anaitoa kwa eneo moja na lingine, namna gani ya kuitunza na namna gani ya kuomba sana Mwenyezi Mungu aizidi kuithibitisha zawadi hiyo ya amani. Nchi yetu ya Tanzania ni miongoni mwa maeneo ya kidunia ambayo Mwenyezi Mungu ameyaruzuku amani na utulivu. Sasa kama hiyo ndiyo hali, basi ipo haja ya muda wote kumwomba Mwenyezi Mungu amani hii aidumishe, kumwomba Mwenyezi Mungu amani hii aithibitishe, na kumwomba Mwenyezi Mungu aiepushe nchi hii na aina yoyote ya shari ambayo inaweza ikaondoa amani ambayo ipo katika nchi yetu. Ndugu zangu, amani ni msingi wa mambo mengi sana. Mambo kama elimu, biashara na maendeleo haviwezi kufanyika pale ambapo amani hakuna.
bila ya amani hata misikitini humu kuingia hatungeweza kufanya hivyo, kwa sababu hali ingekuwa ni ya wasiwasi, hali ni ya kuogofya, hali ambayo wakati wote unajua ima naweza nikageuka kilema au ima uhai wangu ukaondoka, kutokana na hali ambayo inakuwa amani hakuna. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa balozi mkubwa wa amani, kiasi cha kwamba akatufundisha kuepukana na viashiria na vivunjifu mbalimbali vya amani ambavyo vinaweza kusababisha amani ikatoweka. Vivunjifu hivyo vya amani ni vingi sana, miongoni mwavyo ni fitna. Fitna zozote zinazokuwa zikiwepo katika jamii, basi ni viashirio au ni visababishi ambavyo mara nyingi vinasababisha kuondokana na amani isiwepo. Na katika kuliona hilo, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia kwamba alfitnatu naima la'ana Allahu man ayqadhaha. Fitna ni kitu ambacho kimelala usingizi, tena si usingizi mdogo, usingizi wa pono. La'ana Allahu man ayqadhaha, Mwenyezi Mungu anamlaani yule ambaye ameiamsha fitna. Fitna imelala usingizi mzito, lakini ipo wakati wote, fitna ipo kwa mujibu wa kauli hii ya Mtume. Lakini kama yupo ambaye sasa anachokonoa kuifanya fitna sasa izinduke toka katika usingizi mzito na iwepo, basi mtu huyo analaaniwa na Mwenyezi Mungu. Na fitna hiyo katika jamii au katika nchi kama hii si nyingine isipokuwa ni maneno tofauti ambayo yanaweza kuwa yanafanyika au yanatolewa, iwe katika mazungumzo ya watu tofauti au katika vyombo vya habari. Siku hizi kuna mitandao mingi ya kijamii, yanaweza yakapenyezwa maneno tofauti katika mambo mbalimbali ambayo mwisho wa siku yanakuja kusambaza fitna yenye kuweza kuleta mtafaruku. Atakayefanya hivyo basi atakuwa yeye yuko ndani ya laana ya Mwenyezi Mungu, wa naudhu billahi min dhalika. Tusije tukawa katika miongoni mwa watu kama hao, watu ambao ni wabaya. Fitna ndogo ikifanyika, madhara yake ni makubwa, huenda au huweza kusababisha hata umwagaji wa damu. Tukielekea katika uchaguzi, pale anapotokea mtu au watu kuwatisha wengine kwamba siku ya uchaguzi kutakuwa na vurugu, maandamano, huyo ni mfitini mwenye lengo la kuiamsha fitna, ilhali jambo kama hilo halijawahi kuwepo Tanzania. Tumeshuhudia chaguzi nyingi zikifanyika, lakini zimepita kwa amani na salama, na nchi inasonga mbele, na nchi inapata maendeleo mengi lukuki, na watu wanaendelea na maisha yao. Uzoefu tulionao na nchi yetu ni kwamba insha Allah jambo kama hilo halipo. Nchi yetu ni salama na itaendelea kuwa salama, na tunamwomba Mwenyezi Mungu azidi kuithibitisha nchi yetu ikiwa katika hali ya amani na usalama. Hivyo kwa mujibu wa kauli ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama nilivyosema, yoyote ambaye anasambaza vitu vya namna hiyo anataka kuleta fitna. Na katika hali hiyo, kwa kauli ya Mtume kwamba yeye anaogelea katika laana ya Mwenyezi Mungu, na hakuna jambo baya kama kuwepo katika laana ya Mwenyezi Mungu. Ni jambo baya mno, ni jambo ambalo mtu wakati wote uombe Mwenyezi Mungu akuepushe, usije ukafanya mambo ambayo yakakufikisha katika laana ya Mwenyezi Mungu. Kuna nini tena baada ya kupata laana ya Mwenyezi Mungu? Kuna kipi cha kukusaidia tena mtu? Kuna kipi cha kutusaidia? Hakuna. Kwa hivyo ni wazi kwamba kama wapo watu wanaosambaza fitna mbalimbali za namna hiyo kwa ajili ya nchi hii, kwa mujibu wa kauli za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio kwa mujibu wa kauli zangu mimi, kwamba wapo katika laana ya Mwenyezi Mungu na kwamba wao hakuna shaka watakuwa katika shida kubwa. Waswahili wanasema shilingi ina pande mbili. Kwa hivyo swala kwa sisi wapiga kura, tukatekeleze amana hiyo kwa kwenda kupiga kura, lakini pia wanaosimamia wawe na uadilifu na waendeshe zoezi hilo kwa haki. Wakati wote mambo yanapofanyika kwa uadilifu, basi matokeo yake ni watu kuwa katika hali ya utulivu na usalama mkubwa. Na uzoefu wa nchi yetu, mambo yamekuwa yakiendeshwa katika namna hiyo, na sina shaka kwamba hata safari hii mambo yataendesha hivyo, ili historia na uzoefu wa utulivu katika nchi yetu uweze kuendelea kuwepo kama ulivyokuwepo miaka ya nyuma na siku zote. Mwenyezi Mungu atukinge na hali hiyo, ni kwamba la kusimamisha hali hiyo baadaye
inakuwa sio tena kupiga kura, bali watu tena wanakuwa wameenda katika varangati baya la kumwaga damu. Mwenyezi Mungu aepushe nchi yetu na mambo kama hayo. Uzangu, kama ambavyo mtume wetu Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwamba msitake kukutana na adui, bali muombeeni Allah salama. Mtume miongoni mwa sifa alizonazo ni aljawami'ul kalima. Yeye anaongea maneno machache, lakini maneno yale yakianza kufasiriwa na kuelezewa basi yatajaza kitabu. Miongoni mwa maneno yake machache alituambia kwamba msitake kukutana na adui, bali muombeeni Allah salama. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba tusiombe katu, wala tusitake kujaribu kuingia katika hali ya vurugu, hali ya kuondoshwa amani katika nchi yetu, hali ya kufanya majaribio. Ni kwamba hali kama hizo tusiombe, bali tumuombe Mwenyezi Mungu salama wakati wote. Lile ambalo tunaliona ndio lina salama kwetu, basi tuendane na hilo na tumuombe Mwenyezi Mungu atudumishie katika hilo lenye salama. Tusiombe kusema ngoja tujaribu hivi. Mtume hilo analikataa na kwamba sio jambo zuri. Uzangu, katika majumuisho ya hotuba yetu ya leo ni kwamba tushiriki kupiga kura kwa amani, tuchague kwa uadilifu na akili, tuhimize amani, mshikamano na kuheshimu matokeo pale yatakapotangazwa. Na yote kwa yote ni kwamba tunamuomba Mwenyezi Mungu ajalie hali kama ilivyo kabla ya uchaguzi iendelee kuwa ya amani na salama, ajalie hali ya utulivu na salama wakati wa uchaguzi, na ajalie hali ya salama na utulivu, amani na mshikamano baada ya uchaguzi, na azidi kuiongoza nchi hii katika namna ambayo ya mshikamano na utulivu na amani lukuki itamalaki katika maeneo yote kama ilivyo. Hawa ni baadhi ya waumini wa dini tukufu ya Kiislamu waliohudhuria ibada ya swala ya Ijumaa ndani ya msikiti huu. Tunaelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Wito umetolewa amani na utulivu. Labda una lipi la kuzungumza? Mimi la kuzungumza ni kuhusiana na swala zima la amani. Amani ni neema ambayo Mwenyezi Mungu ametupa, kama anavyotuambia katika Qur'ani kwamba wama bikum min ni'matin famin Allah, na neema yoyote mlionayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sisi wa Tanzania, kutokana na neema hii ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa ya utulivu na amani, sisi tunatakiwa tuilee amani hii, tuibembeleze amani yetu, tusiichafue. Kwa kweli jambo la amani ni jambo la msingi na ni jambo muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, ambapo bila amani hakuna jambo ambalo linaloweza kufanyika nje ya amani. Tusije tukaingia katika hali yoyote itakaoleta taharuki kwa nchi yetu, kwa sababu taharuki ikitokea na uchaguzi ukao umeingia na dosari, sisi ndio tutakaoathirika na familia zetu. Kutoka Jidbea, Rashid Mpwinda. أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من صراما أعلام الرجال صناع الحياة.